Jenny Silayo, natokea Arusha AAA Radio. Kupitia haya mafunzo ambayo yameandaliwa na Sisema kwa waandishi wa habari na kuhusiana na masuala ya ukatili wa kijinsia, naamini tutaenda kubadilisha mitazamo yetu sisi kama waandishi na kufuatilia zaidi, kwa sababu wengi tunaripoti habari za ukatili wa kijinsia lakini tunaishia juu, hatutekelezi ama hatufuatilii zaidi mpaka tupate mwisho wake, na huenda labda kumsaidia mhanga ambaye anapitia ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo kupitia mafunzo haya sisi kama waandishi wa habari itabidi tufuatilie zaidi na tubadilishe mitazamo yetu ili pia kuweza kuwasaidia wale wahanga ambao wamekutana na ukatili wa kijinsia. Namna ya ukatili wa kijinsia unavyotokea. Kuna ukatili wa kijinsia mwingine inawezekana tunauona unatokea lakini tunakuwa hatufahamu kama ule ni ukatili wa kijinsia. Mpaka unakuja unasikia kesi mahakamani ama polisi, mtuhumiwa akakamatwa, tunaanza kufikiria kwamba kumbe hii ilikuwa ni ukatili wa kijinsia. Kwa waandishi wa habari tunakutana na watu mbalimbali, tunakutana jamii tofauti tofauti ambazo ukatili wa kijinsia unatokea. Hasa ambapo sasa hivi tupo kwenye wimbi ambalo na kimitandao ya kijamii, masuala ya kupiga picha watoto, watu wenye ulemavu, mtu amesaidia tu kitu kidogo anapiga picha anaposti kwenye mitandao. Ule unakuwa ni udhalilishaji ambao ni ukatili ambao haupaswi kuendelea kusambazwa. Kwa sisi waandishi wa habari, mafunzo haya inakwenda kutujengea uelewa mkubwa ambao sisi ndio jamii na tutegemea kuhakikisha kwamba tunapeleka elimu nzuri. Naitwa Pascal Malulu, mwandishi wa habari kutoka mkoa wa Shinyanga. Naitwa Timothy Tembe. Ni mwandishi wa habari lakini pia nimeshiriki semina ya Sisema. Kwa muktadha wa sasa wa mafunzo haya, sisi kama waandishi wa habari, kitu ambacho tunatarajia kuwa nacho sasa ni mabadiliko. Kwa sababu tumeona kwamba huenda tunaweza tukaandika habari za kiukatili, kumbe tunaziandika kijuujuu ambazo hazileti matokeo. Sasa ili tuende kufanyia mabadiliko hayo na semina tuliyoipata, tuandike kwa usahihi na kwa weledi ili ziweze kupata ufumbuzi na viongozi waweze kufanyia kazi. Na najua kwamba kuna baadhi ya viongozi ambao huenda hawajapata tipu au hawajapata habari. Kwa hiyo tukiziibua na kuzionesha kiukweli, basi zitafanywa uchunguzi na zitafanywa utafiti na zitaenda kushusha ile pressure ya ukatili wa kijinsia. Haya, naitwa Elena Magabe, mwandishi wa Jambo TV. Ninashukuru shirika la Sisema kwa kuja kutupa mafunzo haya waandishi wa habari. Haya mafunzo ya ukatili wa kijinsia yatatujenga sana waandishi wa habari, namna sahihi ya kuandika habari za ukatili kwa watoto, wakina mama na jinsia zote kwa ujumla. Na kwa upande wa sheria, pengine waandishi tulikuwa tukivunja kanuni, sheria na miongozo katika kuripoti habari zetu za ukatili, tukizani kwamba vile tunavyoandika pengine tunaandika sahihi, kumbe sisi ndo tunakuwa wachochezi zaidi wa kuharibu kila kitu. Kwa hiyo ninashukuru sana ili shirika la Sisema kwa kuliona hili, kwa kutushirikisha waandishi wa mikoa mbalimbali ili tuweze kuripoti habari sahihi ambazo zitajenga jamii na kuibadilisha, na sio tena ambazo zitaweza kuleta uchochezi kwenye jamii. Baraka ni mwandishi wa habari, nafanya kazi na Afya Radio, tupo Mwanza. Leo tumekuwa na mafunzo kukumbushana, lakini katika swali lako, eneo ambalo inabidi tufanyie kazi kama waandishi wa habari ni kuandika habari zenye matokeo. Kwa maana kwamba wakati mwingine pamoja na kwamba ni career, ila kuna namna tumekuwa tatizo kwa kufanya vitu ambavyo niseme ni unethical kwenye journalism ambayo inaenda kusaidia jamii. Kwa hivyo tujikite kwenye kuandika habari ambazo zinaenda kusaidia jamii, kwa sababu ni kitu ambacho kitakuwa ni cha muhimu sana kwetu, ili sasa hata hawa ambao wanatoa mafunzo waone thamani ya yale mafunzo, kwamba tumefundishika na tumebadilika na jamii ambazo tunazihudumia zimebadilika kwa namna moja ama nyingine, kutegemeana na kalamu zetu ama vyombo vyetu vya habari. Unafadhiliwa na shirika la idadi ya watu ulimwenguni. Mradi wa Chaguo Langu Haki Yangu umekuwa ni msaada mkubwa katika jamii, kwa kuwa makundi mbalimbali kuanzia vijana, watoto, wanaume, wanawake, wazee, watu wenye ulemavu, wote wameshirikishwa katika utekelezaji wa mradi huu, wakiwemo pia na waandishi wa habari. Kwa hiyo sasa hii imetusaidia kwa sasa
wananchi wamekuwa na uelewa wa kutosha katika kuripoti na kuibua vitendo vya ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo huu mradi umekuwa ni msaada mkubwa sana, na kwa kipindi cha huko nyuma hata haikuwa rahisi kwa wanaume kuweza kuripoti matukio ya ukatili wa kijinsia, lakini kwa sasa wanaume wanaripoti matukio ya ukatili wa kijinsia. Lakini pia taarifa nyingine za ukatili wa kijinsia tunazipokea kutoka namba 116 ambayo ni namba huduma kwa mtoto ambayo inaratibiwa na shirika la Sisema chini ya mradi wa Chaguo Langu Haki Yangu.